Je, unajua kuwa kumuua nyuki aliyeingia ndani ya nyumba yako kunaweza kuwa ndio mwanzo wa umaskini wako? Leo nitakwambia ni kwa nini. Cha msingi, angalia hii video mpaka mwisho ili ujue siri 4 zinazoweza kukufanya uwe na mvuto wa kuvuta pesa, mvuto wa kuvuta bahati na mvuto wa kuvuta kila kitu ukiwa unatumia wadudu wanaokuzunguka kila siku. Habari ya asubuhi, mchana au jioni unayenisikiliza. Karibu katika maskani yetu ya siri za kale. Leo Haitai Hybrid tumechimba zaidi siri 4 nzito sana kuhusu wadudu hawa wanavyoweza kuleta mvuto na bahati kwenye nyumba yako. Mdudu wa kwanza, nyuki. Watu wengi wakiona nyuki wameingia nyumbani kwao au wameanza kujenga mzinga kwenye dari au ukuta, wanakimbilia kununua dawa za wadudu na kuwaua. Ndugu yangu, unafanya kosa kubwa sana linaloweza kugharimu kizazi chako. Nyuki sio mdudu wa kawaida katika ulimwengu wa kiroho na tiba. Nyuki ni wajumbe, hawaji kwako kwa bahati mbaya. Ukiona nyuki wameingia ndani ya nyumba yako, wameleta ujumbe mzito kutoka kwa mababu au ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo wasikilize kwa makini. Siri ya kwanza kuhusu nyuki. Nyuki ni viumbe wa baraka na mvuto wa ajabu. Kama vile nyuki wanavyofuata maua yenye asali, ndiyo wanavyofuata nyumba yenye nishati ya utajiri na inayotaka kuchomoza. Ukiona nyuki wameingia ghafla chumbani kwako au sebuleni, hawamzuru mtu, wanaandalanda tu, fahamu kuwa hiyo nyumba inakaribia kupokea baraka kubwa ya kipesa. Kuna milango ya heri inaenda kufunguka. Nyuki wanakuja kusafisha nuksi na kuacha asali ya mafanikio. Ukiwaua, umeua bahati yako wewe mwenyewe na utabaki kuwa maskini. Siri ya pili kuhusu nyuki. Kuna muda wachawi au watu wenye husuda wanatumia nguvu za giza, majini au laana zije kuipiga nyumba yako. Sasa kama una mabomu wanaokulinda na kama una nyota ya ushindi, ulimwengu wa kiroho unatuma jeshi la nyuki waje kuweka kambi hapo kwako. Wale nyuki wanakuwa kama ngao. Kila uchawi unaorushwa, ukifika hapo unayeyushwa na nguvu ya wale nyuki. Ndio maana utaona nyuki wamekaa sehemu kwa wiki 2 au 3 hivi, kisha wanaondoka wenyewe bila sababu. Kwa hiyo tambua kuwa walikuwa kazini kukulinda. Siri ya 3 kuhusu nyuki. Nisikilize kwa makini. Nyuki pia wanaweza kuleta onyo. Ukiona nyuki wameingia ndani ya nyumba yako, lakini tabia yao ni ya hasira, wanang'ata watu pasipo sababu, wanapiga kelele za kugofya usiku na hawajatulia hata kidogo, hapo usifurahie. Huo ni ujumbe kwamba kuna hatari inakuja mbele yako. Huenda ni msiba, mgogoro mkubwa wa kifamilia, au kuna mtu anapanga njama mbaya sana dhidi yako. Kwa hiyo ni ishara kwamba unatakiwa kusimama imara kiimani, kufanya matambiko yako na kuomba sana ili Mungu akuepushe na janga hilo. Utajiuliza, sasa utafanya nini ukiona nyuki wameingia kwako? Tiba yake ni rahisi. Kwanza, cha kufanya, usiwaushie kwa sumu. Kama unataka uondoke kwa amani bila kukuzuru, chukua ubani wa mashtaka au mkaa wenye moshi kidogo wa unga wa mdalasini, fukiza kwa adabu na uambie kama
Nisikilize kwa makini. Sema hivi: kama mmeleta heri, asante. Kama mmeleta onyo, nimeelewa. Ondokeni kwa amani. Ukisema maneno hayo, utaona wanaondoka wenyewe bila hasira. Mdudu namba 2, kipepeo mweusi wa giza. Watu wengi wamezoea vipepeo wa rangi za kuvutia, lakini ukiona kipepeo mweusi mkubwa ameingia ndani ya nyumba yako usiku au mchana na anang'ang'ania juu ya picha ya ukoo au karibu na kitanda chako na kuomba usithubutu kumgusa, huyo sio mdudu. Yule ni pepo au pepo wa mababu. Katika siri za kale, roho za wale waliotutangulia mbele za haki hutumia umbo la kipepeo mweusi kuja kuangalia usalama wa kizazi chao. Wanakuja kuleta ishara ya mabadiliko makubwa, ama heri yanayokuja mbele yako, au onyo la msiba mzito unaonyemelea familia yako. Ukimfukuza kwa fujo au kumuua, umejiondolea ulinzi na ukoo wako na utakumbana na nuksi. Mdudu namba 3, kilaulao au wengine wanamwita mantisi. Yule mdudu anayeweka mikono yake mbele kama mtu anayetaka kusali. Ana uwezo wa kugeuza kichwa chake akakutazama direct machoni mwako. Ukimkuta mdudu huyu kizingitini, tena kizingiti cha mlango wako, au amejificha juu ya panzia la chumba chako cha kulala, inua mikono yako juu na umshukuru Mwenyezi Mungu. Kilaulao ni kiumbe anayetambua nguvu ya malaika na baraka za ghafla. Anatambua nguvu ya malaika na baraka za ghafla. Katika imani ya jadi, anakuja kusafisha nishati hasi. Uwepo wake unamaanisha kuwa maadui waliojaribu kukufunga miguu wameshindwa na milango yako ya bahati inaenda kufunguka ghafla. Useme naye kwa sauti ya chini, mwambie hivi: karibu mjumbe wa heri, kisha mwache aondoke zake kwa amani. Mdudu namba 4. Hapa nisikilize kwa makini sana, kwa sababu ukifanya kosa dogo tu unaweza kujisababishia maisha yako yakawa ni hayawezi yakapanda. Kila siku unazidi kuwa maskini tu, kwa sababu utakuwa umefanya uzembe mkubwa sana kimaisha. Ukiona nyigu, wale wadudu weusi au wanjano wanaouma kwa hasira, wamekuja na kuanza kujenga mzingo wa udongo mlangoni kwako au kwenye dirisha la chumba chako, hapo shtuka. Hawa hawajaleta asali kama nyuki. Nyigu ni jeshi la maadui kiimani. Wanawakilisha nishati ya husuda, mifarakano na vita vya kiroho vinavyoelekezwa kwenye nyumba yako. Kuna mtu anapika njama ya kugombanisha au kukugombanisha na marafiki, bosi wako au mpenzi wako ili uumbuke. Kwa hiyo anafanya hivi vitu vyote ili uumbuke. Kwa hiyo ukiona nyigu wamejenga mlangoni kwako, cha kufanya, fanya hivi ili kuvunja nguvu hizi za giza. Chukua majivu ya jikoni yaliyochanganywa na chumvi ya mawe, nenda kaufumue ule mzinga wao jioni, huku ukisema, kila mtego wa maadui zangu urudi kule ulikotoka. Sema hivi, sema kwa makini, sema kwa taratibu kabisa. Sema hivi: kila mtego wa maadui zangu urudi kule ulikotoka. Hakikisha unaharibu ule udongo wao kabisa, usibakishe hata kidogo, ili kurudisha mashambulizi kwao. Wale nyuki au wale nyigu wataenda kwa maadui kwenda kuwasambaratisha wao.
Siku zote ulimwengu wa kiroho unaongea kwa alama na wadudu hawa ni lugha ya asili. Je, kati ya hawa wanne ni mdudu yupi ulishawahi kukutana naye nyumbani kwako na nini kilitokea kwenye maisha? Kama hujasubscribe channel Haitai Hybrid, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza kabisa pale pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu. Stay hybrid, stay cautious. Bye bye.